nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأماجد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول مولانا في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kutii maagizo yake.
kuyatia maagizo ya Allah kwenye utendaji, tukayafanya ni sehemu ya maisha yetu, ndo dini. Na Allah ametutengea siku ya hisabu na malipo kwa wale ambao wameishi kwa mujibu wa dini, waliotekeleza maagizo yake kwa namna ambayo mwenyewe karidhia. Na tukizingatia kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa watu kujifunza tabia njema na kujidhibiti na kufanya mambo ya tabia mbaya, basi moja katika mambo mema na muhimu yatakayochangia kuweka thamani ya funga zetu ni suala zima la taa, msaada kwa wazazi wawili. Ametuambia Allah katika suratu Isra'i, ni sura ya 17 kwa mpangilio wa mashaf, kwenye aya zake 23 mpaka 26, Allah amesema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ewe mu'min, Mola wako amehukumu hivi au ameamua hivi. Hilo ni suala linaloashiria ni wajibu kwetu sisi kuwajibika kwenye hayo maamuzi ya Allah. Ni sehemu muhimu ya maisha yetu, ni ibada ambayo tunategemea tukalipwe mbele ya safari, na ni ibada ambayo tukikosa kuitekeleza tutaadhibiwa pia mbele ya safari. Ni maamuzi ya Allah, ni wajibu kwetu. Mola wako kaamua suala la ibada hapa duniani asifanyiwe yoyote ila yeye. Kitu kinachokuwa kinaonekanwa kiko kwenye mfumo wa ibada hakipelekwi kwa asiyestahiki kuabudiwa. Ibada zote aabudiwe yeye, Mola Muumba. Yani hata kama unawapenda, unawaheshimu, unawaogopa wazazi wako, usiwaweke katika nafasi ya kuwaabudu wazazi wako. Au unawapenda na kuwathamini na kuwaheshimu wakubwa wako, usiwaweke wakubwa wako katika nafasi ya kuwaabudu. Mambo ya ibada hufanyiwa Allah peke yake. Wabilwalidaini ihsana, kwa wazazi wenu wawili mnatakiwa muwatendee wema tu. Na ihsani ni neno linalochanganya aina zote za wema. Mtoto anatakiwa awe mwema kwa wazazi wake wawili, baba na mama. Imma yablughanna indaka alkibara, ikiwa wazazi wako watafikia uzeeni na wewe ndo uko nao, ahaduhuma au kilahuma, ikiwa unaishi na mmoja kati yao au unaishi nao wote wawili. Wewe mtoto unaishi na wazazi wako au mmoja wa wazazi wako. Kuishi na mzazi kuna changamoto zake. Sasa Allah akatupa angalizo, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kwa vyovyote iwavyo, mtoto usije ukatamka tamko la ufedhuli kwa mzazi wako, au mtoto usije ukawa una sauti ya juu kwa mzazi wako. La taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Qur'ani ingawaje imeshuka kwa lugha ya Kiarabu, lakini kuna maneno hata Waarabu wenyewe walikuwa wanauliza, hawayafahamu kiundani maana yake. Kwa hiyo masahaba walimuuliza Mtume, ya Rasulullah, ma maana uffin, maana ya hili neno uffin tunalokatazwa kwa wazazi, nini maana yake? Na Mtume naye akajibu kwa kusema, walladhi nafsi biyadihi, ninamuapa yule ambaye nafsi yangu kaimiliki mkononi mwake. Anamaanisha Mola wake aliyemuumba, aliyemuagiza, aliyemwajibisha, ndo kammiliki. Ninamuapa Mola wangu ambaye nafsi yangu kaimiliki mkononi mwake,
lau alimtu kalimatan ahqara min dhalika lanahaitukum anha, kama ningelikuwa ninalifahamu neno ambalo ni twevu zaidi kuliko hiyo ufi, basi pia ningelikukatazeni. Anamaanisha ufin inawakilisha tamko lolote likawa lina maana au halina maana, lakini kama utalitamka litamkera mzazi wako, hilo litakuwa ufin. Kama kakuita halafu ukaitika kwa jeuri, wasema anaanza tena we, lile ulilolitanguliza akilisikia mzazi hatofurahi. Leo kawa mtu huyu ninamwita hajasikia ninalomuitia, anaanza kuguna hiyo inakupotezea point mbele ya Mola wako na inakuhatarishia usalama wako mbele ya Mola wako. Kwa hiyo Allah kakataza usitumie matamko tata kwa mzazi wako. Na kwa sababu mwezi huu tunajifunza adabu tabia njema, tunatakiwa tu practice hayo mambo. Sote ni watoto, tumezaliwa. Wengine tumeshazika wazazi wetu, kwa hiyo sisi ndo wazazi sasa. Wengine sisi ni watoto kwa wazazi wetu kwa sababu wapo, na pia ni wazazi kwa watoto wetu. Haya masomo tunatakiwa tuya implement kwenye familia. Adabu ya mtoto kwa mzazi wake. Kwa hiyo la kwanza, limekatazwa mtoto kutamka maneno tata yenye kuudhi kwa mzazi wake. Kuna wengine wanathubutu mpaka kunyanyua mikono yao wakawapiga, na kuna wengine wanafungua kitabu cha maneno mabaya yanatiririka, mtoto anamwambia mzazi wake. Wengine tunapata taarifa, tunasikia wanawajeruhi, na wengine wanawaua kabisa. Mtu ambaye wewe ndo sababu ya kuja duniani, umefikia kiwango sasa unajiona wewe una mamlaka juu yake na una maamuzi kwake. Haya Allah kakataa. Kwa hiyo kasema, la kwanza, chunga maneno yako, usiongee na mzazi wako maneno tata. La taqul lahuma uffin, usiseme kuwaambia wazazi wako matamko tata. La pili, wala tanharhuma, wala usiwafokee. Inafika mahala yani wewe umekasirika kwa alichofanya mzee, halafu ukawa na sauti ya juu unafoka. Wewe ndo unamgomba sasa, unamtolea maneno makali makavu. Hiyo si tabia nzuri, Allah hapendi hiyo tabia. Usizungumze maneno tata hata madogo madogo, wala usimfokee ukazungumza naye maneno kama unavyodhibiti mwanao. Yule sio mwanao, wewe kwake ni mtoto tu. Waqul lahuma qawlan karima, unapoongea na wazazi wako ongea nao maneno yenye heshima, maneno yenye tija, yenye faida. Aya iliyofuata Allah akasema, waqul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma, uwainikie wazazi wako ubawa wa udhalilifu kwa kuwaonea huruma. Yani hiyo ni lugha ya mshabaha, ya mfano, kama vile tunavyoona kwenye maisha ya ndege. Kwa mfano kuku tunamfahamu, ikinyesha mvua yeye ndo huwa nyumba yao au mwemvuli wao, anakunjua mbawa zake, watoto wake wote wanajificha chini yake. Kwa hiyo na wewe ndo sitara ya mzazi wako, madhaifu yake, shida zake, haja zake, wewe ndo unategemewa. Sasa umekuwa umsaidie, umuinikie ubawa wa udhalilifu, wewe kwake uwe dhalili. Minar rahma, kwa sababu ya kuwaonea huruma au kwa sababu ya kuwarehemu wazazi wako. Waqul, na uwe unasema katika kuwaombea dua, umuombe Mola wako, rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira,
Mola wangu warehemu wazazi wangu wawili kama walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo. Wamenilea sijielewi, sina uwezo, sina nguvu, sina elimu, sina mali. Kwa hali yao waliokuwa nayo mpaka leo nimefikia hivi. Kwa hiyo naomba Mola wangu warehemu wazazi wangu wawili kama walivyonilea mimi wakati nilipokuwa mdogo. Haya ndio yanayotakiwa, na hiyo ndiyo adabu njema, na ndiyo mambo ambayo yanamfanya mtoto abarikiwe, awe na radhi ya Allah, na inakuwa ni alama ya mafanikio yake anakokwenda. Lakini aya ifuatayo Allah akatupa angalizo, kwa sababu hata aya tulizozisoma ni kali kwa mtoto. Inapelekea mtoto ajiulize, sasa mimi niishije na mzazi wangu? Mbona niko kwenye maisha hatarishi? Maana wazee nao wengine wamo, wana lugha kavukavu, halafu chochote utakachowafanyia hawana shukurani, na haridhiki kule kutokuwa na shukurani yake kukuonyesha wewe tu mwanawe nyumbani. Wazee wengine anaweza akatoka akatembea maili kadhaa au mita kadhaa kwenye mtaa, akapita kuomba, akasema mwanangu nigaie shilingi 2 angalau nikanywe kahawa au tangawizi, kuzaa sikupata. Watoto nao lakini hawanijali, tangu jana sijatia kitu tumboni, wakati asubuhi kesha hudumiwa, kaoshwa, kapewa chai. Lakini wengine huwa wanazeeka vibaya. Sasa kuzeeka vibaya kwa mzee na mtoto ukawa umedhibitiwa, usimtolee maneno yoyote mabaya, usimfokee, na mzee hali yake ndo hii, wewe mtoto utakuwa kwenye mazingira magumu. Allah akapoza kidogo kwa kusema kwenye aya ambayo nitamalizia hapo mbele, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ndiyo, Allah kagomba sana, katisha, lakini na nyinyi watoto, Mola wenu anayatambua yaliyomo kwenye nafsi zenu. In takunu salihina, mtakapokuwa nyinyi watoto mmetekeleza wajibu wenu, mmefuata taratibu za dini yenu, mumewatendea wema wazazi, lakini tu tabia yao ya uzeeni inaonyesha hawana shukurani. Maana hata ukimpa msuri anasema ndo nguo gani? Mimi ndo nilivyokuvisha hivi. Hutaki, sichukua mwenyewe. Mimi sitaki, sina haja na nguo yako bwana. Akipikiwa chakula na mkwewe nyumbani anasema chakula gani hichi? Mimi ndo nilivyokulisheni. Wali mbichi haukuiva. Si mnanifanyia makusudi, wenyewe mnapika vizuri. Kama mnataka nife mimi nitakufa tu. Wanazeeka hivyo wengine. Sasa mtoto utakuwa kwenye mazingira magumu kwa mzee kama huyu. Allah anakuambia usitishike na kauli za mwanzo, hizo zinakufunza wewe ujue kukaa kwenye nafasi yako. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Mola wenu anayajua yaliyomo kwenye nafsi zenu nyinyi watoto. Hata kama mzee anakulani, anakusema vibaya, anakuchonganisha na watu, yule mtoto mbaya sana, mshenzi sana, hawathamini wazazi wake, anawanyima hata chakula, ana hivi, wewe itakuuma. Lakini angalia baina yako na Mola wako ukoje. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Mola wenu anayajua zaidi yaliyomo kwenye nafsi zenu. In takunu salihin, kama nyinyi watoto mtakuwa mko kwenye utaratibu sahihi, ni watu wema, Mola wenu anajua kwa mujibu wa jitihada yenu. Fa innahu kana lilawabina ghafura, Mola wenu ni msamehevu sana kwa waja wake wanaojielekeza kwake. Kwa hiyo mtu achunge yeye mwenyewe, asimhukumu mwingine, wala asijivunjishe moyo kwa kusema mimi nitaingia motoni kwa maneno ya mzee wangu. Chunga wewe mahusiano yako na Mola wako yawe sahihi. Mola wako anakujua wewe ukiwa uko sawa, na anaujua udhaifu wa mzazi wako. Wazazi wengine tangu walipokuwa wao watoto walikuwa wakorofi tangu udogoni kwao, wana tabia mbaya. Sasa kila akizeeka ile tabia yake mbaya anazeeka nayo. Kwa hiyo anakuwa ni kituko katika hii dunia. Ukipata mzazi kama huyo, unatakiwa umshukuru Mungu
kwa kutekeleza vile ambavyo Allah kakuagiza uishi na wazazi wako, halafu yale yanayojiri ambayo yatakuwa out of your control, Allah hatokuhukumu nayo. Ajua hii ni tabia ya mzazi wake, hakunyooka, na sasa ndo anarudi kwenye ardhalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a. Chunga wewe mtoto muamala wako na Mola wako. Ikiwa uko sawa, Allah hatokuhukumu kwa sababu ya tabia ya mzee kwa mujibu wa umri wake. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, albirru la yabla, wema hauozi, na usidharau katika mema. Fanya yaliyo ndani ya uwezo wako, hiyo ni hakiba yako, inahifadhiwa na utaikuta tu, haiharibiki wala haipotei. Kwa hiyo jitahidi kuwekeza katika kufanya mema, japo madogo madogo ya mara kwa mara. Madogo madogo yanayoripitiwa mara kwa mara ni mzigo mkubwa siku ya hisabu. Usidharau. Albirru la yabla, wema hauozi, hauchakai. Ukiutenda ukauweka hakiba, utaukuta tu mwenyewe. Wadhambu la yunsa, na dhambi haisahauliwi. Kama ndo hobi yako kuteleza, kujiridhisha mwenyewe, kutafuta furaha ya maisha kwa kumuasi Allah, halafu ukasahau, wewe ukisahau kwa Allah hayajasahauliwa yote uliyoyafanya. Kwa hiyo tunatakiwa tujichunge na tujiepushe na kufanya dhambi zinazoepukika. Ukiifanya ndo umeifanya, ni amali yako na utaikuta tu, haisahauliwi. Wadayanu la yamut, na mlipaji anayelipa hayo mema na maovu hafi, wala hasahau wala hakosei, hadhulumu wala hapendelei. Hicho unachokitengeneza sasa ukakiweka, yeye ndo anakuhifadhia na kwacho atakulipa. Sasa kama umelielewa somo, i'mal ma shi'ta. Sasa hivi hapa duniani ni mahala pa kutenda, fanya utakavyo, fanya kila lililo ndani ya uwezo wako. Ukiamua hobi yako ni kufanya kheri, jitume kufanya kheri. La unaona umeletwa hapa ustarehe ufanye shari, fanya tu shari zako. I'mal ma shi'ta, fanya utakacho, lakini usisahau kama tadinu tudanu. Kama unachokikopesha leo, ilo deni ndilo utakalokwenda kulipwa. Kwa hiyo tujiwekeze, tujitahidi kuwekeza kwenye kheri, na Allah atatutunzia. Kheri nyingi ndogo ndogo ziko ndani ya uwezekano. Tusipoteze fursa, tujitume sana kuzifanya, kwa sababu ndiyo hakiba yetu muhimu baada ya kuaga maisha haya ya mpito. Wakala aidan, na pia Allah amesema sallallahu alayhi wasallam, kullu ibni adama khata'un, hakuna binadamu mkamilifu, kila binadamu ni mwenye kufanya makosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, lakini wakoseaji wazuri mbele ya Allah
ni wale ambao huwa wanajidiriki kwa kutubia makosa yao. Anakiri, ana realize kwamba nimekosea na anajua kosa hili nitalikuta mbele ya safari, basi humuelekea yule aliyeimiliki siku ya malipo, akapatana naye mapema kwa toba na istighfari. Wakala aidan, na pia Mtume amesema, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah na wakati mnamuomba muwe muna yakini kwamba anasikia na anajibu. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kulli walau kariha al-mushrikun. Wa ba'd, katika mafunzo ambayo tumeyapata kwa kupitia visa vya wenzetu waliotangulia vilivyonukuliwa kwenye tarehe ya Uislamu, ni kwamba kuna mwaka mmoja Abdullah ibn Umar alikwenda Maka kutekeleza ibada ya hija, na ni baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanamsifu watu wa tarehe Abdullah ibn Umar, alikuwa ni mtu mwenye kupenda sana kujishabihisha na Mtume kwenye akhlaqi. Hakuna alilolijua Mtume kafanya ila na yeye alikuwa analifanya. Kwa hiyo Abdullah ibn Umar katika hija yake hii, maeneo ya Al-Kaaba pale, katika kutekeleza tawaf, alimuona kijana mmoja anatufu Al-Kaaba, anatekeleza zile ashwati zake 7, na mgongoni kambeba mama mmoja mtu mzima. Kijana wa kiume kambeba mzee wa kike, anatufu naye Al-Kaaba. Abdullah ibn Umar akataka kujua kulikoni huyu kijana kabeba mtu anatufu naye. Kamsubiri mpaka akamaliza, katoka pale kwenye mzunguko kwenye makamu, kamuendea akamuuliza, man takunu hadhihi bihaqqi llahi alaika, mwenzangu ninakuuliza kwa haki ya Allah kwako, huyu uliyekuwa unatufu naye kwako wewe ni nani? Hakwenda kwa lengo la kumgomba, alikuwa na hamu ajifunze kitu. Abdullah ibn Umar, man takunu hadhihi bihaqqi llahi alaika, huyu mzee uliyekuwa unatufu naye kwako wewe ni nani? Kwa haki ya Allah niambie ukweli. Yule kijana akamjibu Abdullah ibn Umar, innaha ummi, huyu ni mama yangu mzazi. Kad balaghat min al-kibari itiya, sasa hivi ndo niko naye na mimi ndo mwanawe pekee, kishafikia utu uzima wa inda kama unavyomuona. Jiitu bihi, nimekuja naye, liuaddiaha haqqaha, kumlipa haki zake. Kanihudumia sana mimi, sasa hivi ni wakati wangu kumhudumia yeye. Abdullah ibn Umar hakuchukizwa na kitendo cha mtoto kumsaidia mzazi wake kwenye mambo ya ibada, lakini alimkosoa kwenye lugha aliyotumia. Kasema namlipa mama haki yake, na lugha hiyo ndiyo Abdullah ibn Umar aliyomrekebisha yule bwana. Akamwambia, usiseme hivyo, hakuna mtoto anayeweza kumlipa mama haki yake. Alipouliza yule kijana, kwa nini unasema hivyo, siwezi kumlipa, wakati mimi nilikuwa shida kwake kwenye umri wa utotoni, hardly aliteseka na mimi miaka 4 tu, lakini mimi sasa hapa unaenda zaidi ya mwaka wa 8, unaingia wa 10,
hii ndo shughuli nilionayo, ninamhudumia. Kwa hiyo mimi nimemhudumia muda mrefu zaidi kuliko ule muda ambao aliutumia yeye kunihudumia mimi wakati sijiwezi. Halafu unaniambia siwezi vipi kumlipa haki yake? Abdullah ibn Umar akamwambia tena, nakwambia huwezi kumlipa mzazi haki yake. Mahma sanata biha, vyovyote utakavyomfanyia mzazi wako, la taadilu lamhatan fi sahati alwilada, hakulingani na hata dakika moja aliyoitumia wakati wa kukuzaa wewe. Huna la kufanya kwenye dunia hii ukaweza kulinganisha na angalau dakika moja ya shida aliyoipata yeye wakati wa kukuzaa. Kwa hiyo lugha mzazi halipiki kwa mwanawe. Abdullah ibn Umar ndio aliyoikataa, na yeye kaitoa wapi? Abdullah ibn Umar kajifunza haya kwa Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Alikuwepo kijana wakati wa uhai wa Mtume, kaja kwenye msikiti wa Mtume Madina, akamuuliza Mtume swali kama hilo mbele ya masahaba, na Ibn Umar alikuwepo. Kijana kaja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna ummi qad balaghat min alkibari atiya, mama yangu ameshafikia kwenye umri wa inda, uzee mkubwa. Wa ana aqumu ala shuuniha kulliha, mimi ndiye ninayesimamia mambo yake yote. Mimi ndo kila kitu kwa mama yangu, ni mtoto pekee kwake. Kwa hiyo haja zake zote za usafi, chakula, kinywaji na mambo mengine, mimi ndo ninamhudumia. Swali la huyu kijana anamuuliza Mtume, araaita hal uwaddiha haqaha, unaonaje kwa huduma ninazomfanyia, si nimeshamlipa mama yangu haki zake? Mtume akamkatalia yule bwana kwa kumwambia, mahma sanata biha innaka la tuwafiha haqqaha mahma sanata biha, huwezi kumtimizia mzazi wako haki yake au kumlipa haki yake vyovyote utakavyomfanyia mtoto, huwezi kumlipa mzazi. Huyu bwana naye aliuliza, limadha ya Rasulullah, kwa nini unasema hivyo ewe Mtume wa Allah? Kigezo cha kimazingira anachotumia binadamu ni ule uhalisia anaouona. Mimi nimetumika kumhudumia yeye miaka mingi kuliko miaka ambayo yeye kanihudumia mimi nilipokuwa sijiwezi. Sasa kwa nini muda mimi nimetumia mrefu, yeye katumia muda mfupi, halafu niambie siwezi kumlipa? Mtume akamwambia, bado na kariri, huwezi kumlipa mzazi haki yake, kwa sababu liannaha kanat takhdimuka wa anta saghirun wa tatamanna laka albaqaa, amma anta satakhdimuha wa hiya kabiratun wa tatamanna laha alfana. Alivyofanya yeye juhudi tofauti na unavyofanya wewe juhudi, tofauti iko hapo. Innaha kanat takhdimuka wa anta saghirun, mama yako alikuwa anakuhudumia wewe ulipokuwa mdogo. Jengine kwenye moyo wake mama, watatamanna laka albaqaa, alikuwa anatamani mwanawe uishi sana, ubaki. Na huwa wanasema mama zetu, mwanangu kuwa nife unizike. Gumu baya litakalokufika, anajipeleka yeye kifua mbele jinsi anavyokupenda mwanawe. Alikuwa anatamani uishi sana, ubaki. Ama anta, ama wewe mtoto, satakhdimuha wa hiya kabira, unaenda kumfanyia huduma sasa wakati ni mzee. Watatamanna laha alfanaa, na katika kumhudumia kwako unatamani sasa hivi halafu afe. Sasa tunamsindikiza mzee tena, ndo tunamsindikiza. Yani wewe unaimba nyimbo, anaondoka tu, anaondoka tu. Yeye alikuwa anaimba nyimbo ubaki, wewe unaimba nyimbo aondoke. Kwa hiyo hamfanani. Kukuhudumia yake yeye na huduma unayomhudumia yeye hamufanani. Yule kijana kaelewa somo, kaondoka. Na Mtume pia aliwasomesha masahaba
na sisi tunasoma kupitia simulizi za hadithi walizozirekodi wakatuachia. Mtume anasema kana mimman kana qablakum, alikuwepo katika watu walioishi kabla yenu, abdun taqiyun, mtu mcha Mungu, ahsana fi ibadati rabbih, huyo mtu alifanya vizuri katika kumwabudu Mola wake. Yani ni Muislamu mwenye imani, mcha Mungu, katekeleza majukumu yake ya kiibada vizuri. Wa madhalika, pamoja na uzuri wa kwenye utumishi wake wa kiibada, kana barran li ummi, alikuwa ni kijana mwema kwa mama yake mzazi. Alikuwa na yeye na mama yake mpaka kamfikia uzeeni, yuko naye, na yeye ni mtoto pekee. Kijana huyu adda laha taamaha wa sharabaha, alikuwa anajitahidi kumtimizia mama yake chakula na kinywaji. Wa ghassala laha thiyabaha, alikuwa anamuoshea nguo zake. Wa nadhafa laha firashaha, alikuwa anamuoshea mahala pake pa kulala, anapanadhifisha. Mama analala mahala pazuri pasafi, nguo zake safi. Kijana akitoka kwenda kuchuma anarudi na vyakula vya gharama vizuri, anamlisha mama yake. Lakini falamma hadarathu alwafatu, kijana huyo alipofikwa na mauti, siku roho yake ilipochukuliwa, laqiya Allah wa huwa alayhi ghadbanun, amekwenda kukutana na Allah. Wale wanaokabidhi roho wamemkuta Allah kakasirika na roho ya mtu huyo. Cha ajabu sasa, Mtume anasema faqalatil malaikatu, malaika wakashangaa, wakahoji, wakasema malaika mbele ya Mola wao, subhanaka Allahumma wa bihamdik, Mola wetu umetakasika na sifa njema ni zako, tuna hakika uko sawa kwenye maamuzi yako, lakini mbona sisi kuna jambo hatulielewi hapa? Kulikoni umemkasirikia huyu mja wako? Malaika wamesema inna abdaka hadha, hakika ya mja wako huyu, ma alimna alaihi min suin, hatulitambui baya hata moja kwake. Kwenye dini alikuwa kanyooka, ibada zako zote za faradhi na sunna alikuwa katimiza. Wa madhalika, pamoja na hilo, ahsana ila ummiha, kamfanyia ihsani mama yake. Adda laha taamaha wa sharabaha, alikuwa anamlisha vizuri chakula na kinywaji. Wa ghassala laha thiyabaha, tumemshuhudia anamuoshea mama yake nguo. Wa nadhafa laha firashaha, ananadhifisha mahala anapolala mama yake. Sifa hizo wanatoa malaika ambao hawana ushabiki, wakiwemo hao wanaokuwa wanatunza rekodi zetu na wakazipeleka huko. Wanamwambia Allah, yu hatulijui baya lake lolote kijana huyu, mja wako mwema. Lakini kinachotushangaza, falimadha ghadibta alaihi, kwa nini umemkasirikia mtu mwema kama huyu? Allah akawaambia malaika, ya malaikati, enyi malaika wangu, antum la ta'lamuna alghaiba, nyinyi mambo yaliyofichikana hamuyajui, hamjui ghaibu. Hata malaika hawajui ghaibu, Allah ndiye aliyemiliki ghaibu. Antum la ta'lamuna alghaiba, nyinyi malaika wangu hamuna elimu ya ghaibu. Ana alladhi a'lamu alghaiba, mimi Mola wenu pekee ndiye ninayojua mambo yaliyofichikana kwenye ulimwengu wangu huu. Atadruna limadha ana ghadibun alayhi, munajua kwa nini mimi nimemkasirikia mja wangu huyu? Na kwenye sura Taha Allah amesema, wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa, yoyote atakaye kuja kwangu nimemkasirikia, huyo kaenda pabaya. Chunga kuja kuchukuliwa roho yako, inapelekwa kunakohusika, ukakuta Allah kakasirika nayo, wewe umeenda pabaya. Maana huna tena nafasi ya toba wala ya kuleta istighfari. Fursa hiyo umepewa hapa, huku itumia mpaka ukaondoka na mizigo yako. Ukenda huko vibaya, umeangukia pabaya. Kwa hiyo huyu kijana huyu mnayemsifia kwa wema, kweli mliomuona nayo kafanya, na mimi ninajua, lakini mnajua kwa nini nimemkasirikia? Hawajui, ndio maana wakauliza. Kwa hiyo Allah akawaambia, innahu ma adda laha ta'aman wala sharaban wala thiyaba,
Huyu kijana mnayemuona mwema hakupatapo kumpa mama yake chakula wala kinywaji wala nguo. Yani hayo mambo kayafanya, sio kwamba hakuyafanya, lakini Allah anasema ma adda laha taaman wala sharaban wala thiyaba, hakumpapo huyu mzazi wake chakula wala kinywaji wala nguo, illa wa huwa yaqulu fi qalbihi au illa wa huwa yaqulu fi nafsihi. Hapo alipokuwa anayafanya anayoyafanya, alikuwa anayafanya huku anajisemea mwenyewe kwenye nafsi yake. Hajasema maneno akatamka, maana ukitamka malaika wanasoma alama ya mazingira, wanajua umetamka nini, hata kama sauti haikutoka. Uko nao saa zote, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Alafu kuna wanaokuja kuchukua hayo yanayoandikwa na kiraman katibin, wanapitia, hawachukui vitu wasivyovielewa, wanajua rekodi zetu zote. Allah akawaambia siri iliyopo baina yangu na mja wangu huyu, alikuwa anapofanya wema moyoni mwake anasononeka. Akimfanyia wema mama yake anaufanya huku anasema moyoni mwake, Allahumma khudha wa arihni minha, Mola wangu mchukue tena huyu mzee na mimi unipumzishe. Service hii itaisha lini? Kosa ni hilo ambalo malaika pia hawakuliona. Katoa huduma, kafanya ibada, lakini bado kaenda pabaya kwa sababu amemfundisha Allah kazi. Mama hakuchoka kumhudumia yeye na kamhudumia kwa mapenzi yote, lakini mtoto anachoka kumhudumia mzazi na anamwambia Allah mchukue tena, mimi nimechoka nipumzishe. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati al-musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuha al-mu'minuna min barriyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana jammilna bil afiyati was salama wa haqqiq lana at-taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana wa awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna minal ladhina yusari'una fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina wa la mudillin silman li awliyaika wa harban li a'daik. Nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وإليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.